wadi wawili watatu kuhusiana na swala hili zima. Ibrahim, sitaandika kwa mate ilhali wino unao na kurushia uskani. Tutarajie yepi? Naam, Frida, tarehe 26 mwezi Februari mwaka huu wa 2026, Rais William Ruto pamoja na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja walitia saini makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya jiji la Nairobi City County Government, na ushirikiano huo ukawa wa kima cha shilingi bilioni 80 ambazo ni fedha ambazo zingeelekezwa kwa sekta 4 muhimu za kusaidia kuimarisha huduma katika kaunti hii ya Nairobi. Kati ya sekta hizo ni barabara, uchukuzi ama usafiri ukipenda, uzoaji taka na sekta kama hizo ambazo Rais William Ruto walikubaliana na Sakaja kwamba kulihitajika msaada ili huduma kama hizi ziweze kutolewa kwa wakazi wa Nairobi. Ni hatua ambayo kwa wakati huo ilisifiwa na pia kukashifiwa kwa hali sawia. Manake tuliwaona wale ambao walikuwa wakisifu hatua hii wakisema kwamba Nairobi ni kaunti kubwa sana na ina mahitaji mengi sana. Kwa hiyo ilihitaji kupata huduma kama hizi ama ushirikiano kama huu ili wananchi waendelee kunufaika na huduma ambazo zinaendelea kutolewa. Wale wanaokashifu ambao waliongozwa na seneta wa kaunti hii ya Nairobi Edwin Sifuna walisema kwamba haikuwa wazi ni vipi ambavyo hii ilifanyika. Kumbuka kwamba katika serikali iliyopita, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, tuliona usimamizi wa kaunti ya Nairobi ukielekezwa chini ya huduma za NMS, Nairobi Metropolitan Services, wakati huo zikiongozwa na yule Jenerali Badii. Kwa hiyo watu wakasema kwamba manake wakilinganisha jinsi ambavyo NMS ilikuwa imefanya kazi Nairobi, wakasema kwamba basi ushirikiano huu wa Rais William Ruto na Gavana Johnson Sakaja ulikuwa wa Rais William Ruto kuchukua kaunti ya Nairobi, lakini walisema kwamba si kutokana na hilo. Haswa walifanya hivi kupitia sheria nyingine tofauti kabisa, sheria ambayo inakubalika humu nchini. Na kwa hivyo leo hii kwa mara ya kwanza Rais wa Jamhuri ya Kenya tangu serikali ya kaunti ya Nairobi ilipoanzishwa, ndio mara ya kwanza ambapo rais anazungumza na kuzungumzia bunge la kaunti. Na dakika chache ama yapata saa moja hivi ijayo, Rais William Ruto atakuwa akifika hapa na kuzungumza na hawa wawakilishi wa wadi, anakuelezea ni wapi ambapo mpango huu umefikia. Kumbuka huduma hizi zilikuwa zianze kutekelezwa wakati ambapo ile bajeti ndogo ama nyongeza ya bajeti, supplementary budget, ilikuwa ifanyike. Kwa hiyo hili lilifanyika wiki iliyopita ama siku chache zilizopita, na Rais William Ruto alitia sahihi bajeti hiyo ndogo, nafikiria jana kama sijakosea. Kwa hivyo kwa sasa kuna hizo pesa za kuanza kushughulikia kaunti ya Nairobi, na ndizo vitu ambazo Rais William Ruto atakuwa akizungumzia. Lakini naomba nianze kuzungumza na kiongozi walio wachache katika bunge la kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Anthony Kiragu. Ni mwana UDA huyu na ni mwakilishi wadi wa wodi ya Waithaka. Asante sana kwa kuzungumza nasi, upo moja kwa moja katika NTV. Ni kipi ambacho unatarajia kutokana na hotuba ya Rais William Ruto leo hii? Sana hata sio hotuba, tuna expect president amekuja kwa sababu ya vitu mbili. Ya kwanza ni siku ya kihistoria ambapo rais mwenye ako kwa kiti amekuja kuaddress assembly. Ya pili, kumbuka tumesign agreement na national government and county government ya bilioni 80. So tuna expect hizi projects ziko karibu kuanza na zitaanza na zishaanza. So this is a historic moment kwa county assembly na kwa watu wa Nairobi. Kwa hivyo nyinyi kama bunge mulikubali hayo makubaliano ambayo yalitiwa sahihi kati ya Rais William Ruto na Gavana Johnson Sakaja. Kazi zinafaa kuanzia wapi? First of all, tulipeleka hii document kwa wananchi na tukasikiza maoni yao, tukaja tuka-incorporate maneno ambayo ingewezekana na tukapitisha hiyo document bila pingamizi yoyote. Ya pili, project zishaanza. One of the projects ni ya Nairobi River iwe safi. Ya pili ni mabarabara. Mtaona kati ya zile mabarabara ambazo tulikuwa tumepanga mabarabara 70 jiji la Nairobi, mtaona ikianza. Ya most important ni maneno mbili. Ya kwanza ni solid waste management ambayo ni uchafu. Tumepata njia finally ya kutengeneza system ambayo itakuwa inatoa garbage nyumbani kupeleka pale Dandora ama Ruai. Ya pili, tuna expect maji iwe mingi zaidi. Tuko na pesa ya kuimprove dams
na kuimprove distribution and network ya maji. Wakati ambapo tuliona ushirikiano kama huu katika serikali iliyopita, serikali ya Uhuru Kenyatta na wakati huo NMS, japo sheria ambayo imefanya hii ni sheria tofauti kidogo, kuna watu ambao waliendelea kukashifu na kusema kwamba haikufaa kufanyika hivi, na hii ya Rais William Ruto imesemekana kwamba ni mbinu ya rais kuchukua Nairobi kwa mlango wa nyuma. Kwa hivyo kuna wale ambao wanakashifu, akiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Nyinyi ambao ndio wawakilishi wa wananchi wa Nairobi, mtasema nini kuhusu utekelezwaji huu? Kumbuka wakati wa NMS Nairobi iliachwa na madeni ya zaidi ya shilingi bilioni 80 kama sijakosea, ambazo bado hazijalipwa. Kwa hiyo ushirikiano huu ni kipi ambacho kitakuwa tofauti, na ni kipi ambacho natarajia rais atakuwa akiwaelezea ambacho pengine kitakuwa kikiwashawishi wale ambao hawakubaliani na hili? Ya kwanza, kwa tofauti ya sasa na ule wakati mwingine ni ya kwamba ule wakati mwingine ilikuwa ni serikali imechukua majukumu ya county na wayafanye hao wenyewe. Kwa wakati huu ni wafanye kazi pamoja, washirikiane, tutumie systems ambazo ziko kwa county na zile ambazo serikali imekuja nazo za kuongeza. Kwa hivyo hakuna hata department inafomiwa nje ya county ya Nairobi ya kutekeleza hayo majukumu. Kwa hivyo ni tofauti na hii itafanya kazi. Hamuoni kama hili litakuwa likiwa chapa kisiasa nyinyi? Ni wewe mwana UDA hapa bunge, Gavana Johnson Sakaja, Rais William Ruto, hamuoni kama hii itatumika kisiasa? Haitatumika kisiasa kwa sababu kama umesikiza vile rais amekuwa akisema ya kwamba wale ambao wanakashifu hii mpango tutawajibu kwa vitendo. Hatutawajibu kwa maneno. Wangoje mabarabara, wangoje maji, wangoje mwangaza, wangoje streets ambazo ni safi. Kwa hivyo sisi hatutawajibu kwa maneno, tutawajibu kwa vitendo. Swali la mwisho kabla nizungumza Mheshimiwa Imwato, kiongozi wa wengi, hawa raia wanafanya nini? Manake rais anakuja kuzungumza nanyi katika bunge la county. Kawaida tumemwona akizungumza bunge la kitaifa, ni wabunge tu wako pale, lakini hapa naona raia wameletwa wingi sana. Ni nini ambayo inaendelea? Kusema ukweli mimi sijui, na sio mimi sijui nani amewaleta, lakini maybe wako na hamu ya kuona rais na kuona gavana na kuona hii siku ya kihistoria rais akija bunge la county. Hawa kumbuka, hawa ndio wapiga kura wetu, hawa ndio wadosi wetu. Kwa hivyo hii ni siku ambayo haijawahi kuweko. Hii ni siku ya kwanza na maybe wanataka kuwa part of history. Asante. Asante Anthony Kiragu, huyu kiongozi wa wachache katika bunge la kaunti ya Nairobi, pia mwakilishi wadi wa wadi ya Waithaka. Naomba sasa nizungumze na kiongozi wa wengi Peter Imwatok, pia mwakilishi wadi wa wadi ya Makongeni hapa katika kaunti ya Nairobi. Matarajio yako kutokana na hotuba ya rais leo hii? Upo moja kwa moja katika NTV. Tunashukuru sana rais kutembelea kaunti ya Nairobi. Katika katiba yetu ya 2010 nasema kwamba devolution lazima iangaziwe kwa kila kiwango, na historia inaandikwa leo hapa Nairobi kwamba hii ndio kaunti ya kwanza kuhost president kwa county assembly out of 47 county assemblies. Kwetu ni kwamba tunaashiria mwanzo mpya nchi, kwamba rais anaweza tembelea jimbo lolote na kuhutubia county assembly kulingana na matakwa ya serikali kuu na matakwa ya county. Basi tunafurahia sana kwamba tunaandikisha historia kwa county assembly ya kwanza. Kuna swali ambalo limekuwa likijitokeza, na swali hili ni kuhusu makubaliano ambayo yaliafikiwa kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi kuhusu serikali kuu na ama serikali hizi mbili kusaidiana katika utendakazi. Sekta 4 muhimu ambazo zitakuwa zikisaidiwa shilingi bilioni 80 ambazo Rais William Ruto alitaja, na kumekuwa na swali la ni nani atakayesimamia fedha hizi? Manake pesa zote ambazo huja katika kaunti ya Nairobi ni nyinyi katika bunge ambao huwa mnasimamia. Katika serikali kuu ni bunge la kitaifa. Lakini sasa tunaona pesa zikitumika katika ngazi mbili za serikali, na kuna giza kidogo kuhusu atakayesimamia, atakayekuwa akichunga pesa hizi ni nani? Pesa inayobajetiwa na county government na county assembly inachungwa na county assembly, na yale makadirio ambayo yanawekwa na national government inachungwa na national parliament. Kwa maana kutakuwa na supplementary budget kwa county assembly next week, kusupplement yale yatakana yafanyike kwa county government, na national government pia inafanya supplementary budget kusupplement yale yanafaa yafanyike na national government. Ndio maana kuna 2 tiers of oversight. Ya kwanza ile inachewa na prime cabinet secretary, ikifuatana na ile implementation committee, na kwa bunge kuna implementation committee ambaye mimi naichair, ambaye inaangazia kila kinachofanyika katika implementation ya hii agreement. Kwa hivyo mambo iko sawa kabisa. Kuna huduma ambazo tayari mshaanza kazi ambayo inatokana na haya makubaliano. Ukiangalia mambo ya usafishaji wa river Nairobi inaendelea, mambo ya kupanua kiwango ya sewer system inaendelea,
Sasa barabara katika ward zetu zinaendelea kupimwa na kuangaziwa size na mataa kuwekwa katika barabara zetu. Zinaendelea. Na hatimaye kisiasa, manake pia hili ni swala la kisiasa, na tutakuwa tukitazamia wale ambao wanapinga mpango huu, pengine wale ambao watakuwa wakikashifu Rais William Ruto kuja hapa. Najua ni Speaker Ken ambaye alimuita hapa. Kisiasa mtatarajiwa kujibu wananchi kuhusu ushirikiano huu. Wakati wa Uhuru Kenyatta, na ulikuwa katika bunge hilo, kulikuwa na kutolewa makosa baada ya ushirikiano na NMS. Muko tayari kwa mazungumzo ya kisiasa ambayo wananchi hawa huenda wakaanzisha wakati wa uchaguzi kuhusu ushirikiano huu? Kumbuka wakati wa Uhuru Kenyatta, lili bunge lilifunguliwa na Uhuru Kenyatta. Hata ukienda kwa ile plaque inaonyesha ilifaa ifunguliwa na Uhuru Kenyatta, akatuma waziri. Kumaanisha si mwanzo kualikwa kwa rais katika kaunti ya bunge la Nairobi. Tumeanza kitambo ushirikiano baadhi ya county government ya Nairobi na national government. Na hii cooperation agreement between the national government na county government si yetu, ni sheria iliyoweka, the Urban and Cities Act. Sisi tumeiweka. Kwa hivyo hii ni mambo ya kusaidia wananchi. Tusiweke siasa mingi. Kama mwananchi wa Mathare atapata choo, atapata barabara, atapata taa, siasa inahusikaje? Siasa ya kila siku, sometimes there's time for everything. Na mimi nashikia kwamba Kenya siku moja, iwapo nitabarikiwa kufika kwenye bunge, nitaleta mswada kubadilisha wakati ya siasa Kenya hii. Kwamba tukimaliza uchaguzi, turuhusu miaka 4 ya nusu kutokuwa na siasa. Ndio waliochaguliwa waweze kufanya kazi. Ndio tuwaweze kuarete within the last 6 months of electoral period. Ndio tujue kwamba wewe kufanya hii, ukutenda hili, hatufai kukuchagua. Lakini kwa sasa, turuhusu rais, turuhusu gavana, turuhusu MCS, MPs wafanye kazi yao mpaka Januari 2017, miezi 6 kabla uchaguzi. Ndio tuanze kupiga siasa. Yeah. Imoto, niruhusu nikuuliza swali la mwisho. Manake ndio mnashabikia ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Lakini wiki iliyopita tuliona kizaazaa kioja hapa nje ya ofisi ya gavana, wakati ambapo maafisa wa polisi walikuja wakasema kwamba wanataka kumkamata gavana kwa kuwa hajafika mbele ya kamati ya seneti ya PARK kujibu maswali kuhusu matumizi ya fedha. Leo hii rais atakuwa hapa, natumai kwamba pia msimamizi wa mawaziri Musalia Mudavadi atakuwa hapa na viongozi wengine wa kitaifa. Hili linaashiria nini? Kwamba ni wiki jana tu ambapo kulikuwa na tatizo kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi, hasa gavana, hataki kujibu maswali, na leo hii rais amekuja hapa. Wewe kama kiongozi wa wengi, unasoma vipi matukio haya? Kwanza, matukio haya ni mabaya katika serikali na katika uongozi wa nchi. Naamini kwamba gavana wa kaunti si mtu mdogo tu, na Senate imesema kila wakati kazi ya Senate kulingana na katiba ni kuhakikishia uwepo wa kaunti, uzuri wa kaunti, si ukandamiza kaunti. Na kama kuna relationship nzuri, Council of Governors imeraise mambo ya integrity katika Senate. Hatuwezi sweep under the carpet. Kenya Amason Kingi kama speaker na viongozi wa Senate wanafaa kukaa na kushauriana na wakuu wa Council of Governors ni wapi panaenda mbele. Tusikue kama watoto. Because Senate na behave hata kuliko MCA sasa. Ngaje mnasema sisi wa MCS hatuna tadima, lakini Senate na behave sasa kitoto kabisa. Ndio maana nimeamini kila siku Senate tulio nayo sasa ina shida. Ina kasoro kubwa sana. Hawajapelekwa induction kazi ya Senate ni nini. Kwa sababu kichukua kazi ya county assemblies kwa oversight governor, hao assemblies wanafanya nini? Senate irudi kwa kazi yake, kuongoza kuimpeach deputy president, kuimpeach president na kuallocate resources to the county government. Hiyo ndio kazi ya Senate. Mwisho kabisa, hara yao wametoka wapi na wanafanya nini hapa? Manake rais anawazungumzia nyinyi wabunge. Raia wengi sana sijawahi waona wakati ambapo rais anazungumzia bunge la kitaifa na seneti. In fact mimi nashangaza watu wangu wa Makongeni wote wamejaa hapa, wengine kona hii. Sijaeleza mtu yote. Hii ni kipenzi ya taifa la nchi ya Kenya. Kwamba rais anakuja. Rais, tukiwa primary school tulisema president is a symbol of national unity. Haijalishi unampenda mumpendi, alipo kuna umoja wa wananchi. Na hapa sisi ni watu wa broad based. Unaona ODM wamejaa huko, UDA wamejaa huko, wengine wamejaa huko. Hii ni broad based government. Wale supporters wetu wamekuja organic wenyewe. Kukuja kwa kuona rais leo. Historia inajengwa katika kaunti ya Nairobi. Kwamba rais ya nchi ya Kenya, Dr. William Somai Ruto, anakuja kuhutubia bunge la county government. Na na expect guard of honor si ya jeshi, si ya polisi, si ya GSU, ya maskari ya county. Kanjo. Kwa hivyo Kanjo Kingdom inaishia leo. Tunaanza upya. Asante sana. Asante sana. Peter Imoto huyu kiongozi wa wengi katika bunge la county ya Nairobi. Roro Mark, sio? Upo moja kwa moja katika NTV. Matarajio yako kwa ufupi tu, ili tu pia tumrushie mwenzangu Mudhoka. Matarajio yako kutokana na hotuba ya Rais William Ruto leo hii ni yapi? Kwanza think mali ataanzia ni
kwa ile mkataba ambayo walitia sahihi na gavana, na matarajio yangu ni kutueleza tumefikia wapi, kwa sababu mara ya mwisho ilikuwa ni ile wakati wa kutia sahihi pale Ikulu. Bila shaka mtazamaji, ni mwanahabari wetu hapo Ibrahim Karanja ambaye ametusaidia kung'amua mawili matatu kuhusiana na hiyo hotuba ya rais ambayo tunaitarajia hii leo, pale ambapo atakuwa anahutubia ma MCAs jijini Nairobi. Kuna maswali mengi ambayo yanazidi kuibuka mtazamaji, hata katika mitandao ya kijamii, wengi wakiulizana tu kuhusiana na ule mgao wa fedha ambao unatarajiwa kupatikana katika kaunti hii ya Nairobi, wajibikaji wa kazi za MCAs, pia vile vile miradi ya maendeleo. Je, tutaona bora baada ya mkataba ule ambao ulitiwa saini? Ndio maswali ibuka ambayo yanazidi kujitokeza, na kwa sasa mtazamaji